nikupe mke wangu. Ujomba mpenzi, hadi dakika hii sielewi. Yaani uelewi vipi? Yaani nje na nyumba, hamna mazingira yote yale ya msosi. Na tangia asubuhi umekaa hapo hujatoka kwenda kazi. Sijui tena kuweje. Yaani ukizungumzia njaa sio kama peke yako njaa. Mimi mwenyewe ndio maana nimekaa hapa napunga kiewa, usingizi kinapita kwa mbali. Ushanielewa? Kwa hiyo huko kijiweni ninavyokuambia ni pagumu. Yaani ni bora niwepo hapa tunaonana. Lakini nikwambia nimeenda kijiweni, nimerudi, afu nimerudi hamna kitu. Wewe utashindwa kunielewa. Bora nikae hapa, ukitoka umeniona, ukiingia umeniona. Mimi mwenyewe njaa inaniuma kweli kweli. Kwa hiyo humu ndani nani mwanaume? Wewe eti wewe, mimi hapa. Asa nani anatakiwa aende kazini kati yangu mimi na wewe? Mimi. Asa kwa nini unasema kuwa bora nikae hapa hapo nikuone? Kwa hiyo umekuwa TV hadi nikuone masaa 24 tutakula. Tutakula nikuone. Nielewa. Nasema hivi, kijiweni ni pagumu. Kwa hiyo nikikaa hapa karibu na nyumbani, ukitoka ndani unaniona, ukiingia ndani unaniona. Lakini nikikwambia nimeenda kijiweni afu nimerudi hapa sina hela, wewe huwezi ukanielewa. Bora unaponiona hivi kwa bwana mke wangu, mimi sielewi. Basi sawa. Tusibishane mambo yakawa mengi tukajaza nje hapa nyumbani. Sasa nisikilize bapenzi, kuna mchongo. Na kuna mchongo wa hizi pesa. Sasa baby, kuna jamaa mmoja anaitwa Abui. Kila siku ananisumbuaga, ananitongoza, yani kiufupi ananitaka. We? Kwa hiyo ina maana wewe huna adabu siku hizi yani. Mpenzi nisikize basi nimalize. Mbona unaanza kunidakia gari kwa mbele? Yaani nikienda kulala naye wewe Abui, ananiambia nikilala naye usiku huo mmoja ananipa shilingi 50. Yaani nikilala naye tu ananipa shilingi 50. Kwa hiyo umelizika? Ndio, ndio maana nimejiandaa hapa. Nimekuja kuambia sababu mimi nje inaniuma, alafu atuelewe nyumbani. 50 la kubwa baby. Kwa hiyo wewe utoke hapa uende ukalale huko. Sasa nisikilize. Yule jamaa boya. Shanielewa vizuri hapo? Yule boya. Kwa hiyo kama wewe unaenda kuforce, nenda kaforce, lakini usije ukalala. Imekosekana 50 hata 10,000, lakini usije ukalala. Usije ukalala. Nimesemaje hapo? Usilale. Nimesemaje hapo? Usilale. Sasa ukilala wewe. Oya wewe. Mimi mwenyewe hivi unajua. Basi sample mbona nakupenda baba. Basi acha nifuate pochi niende. Basi baby acha niende pochi. Mbona hivyo? Ya Mungu. Mshii kubwa mwanaume. Basi naenda pochi niende kupata hiyo hela. Mimi nusu. Naenda kutafunwa. Eti kisa mimi sina hela kweli? Baby. Safari ndio imewadia mbele yao, naenda kutumikisha huko mbele. Anaona. Na kuona ulivyo damshi. Na rasta hizo kabisa umemsukia nini? Kwa hiyo kumbe nyinyi hela mnazo, ila kwa sababu mwanaume ndio kaombiwa kutoa hela ya kula basi. Kwa hela zenu nyinyi hazina shida yani. Ila sisi wanaume ndo tutoe. Sawa bana. Wewe hela unayo, ila fresh tuoneshana tu. Na nilikukabidhi kitanda changu chenye shuka thamani, na wewe ukasema utalilinda penzi langu hautotoka ndani. Niambie baby, unachati na nani tena jamani? Baby, mimi nacheza game tu. Acha bwana, si bwana, acha hapo bwana baby. Najua mimi na wivu. Usije ukaona unachati na kijeba chako kile. Baby uko peke yako. Kuachana na ule boy.
Hivi imekuwaje kama kijanaume kama kile kijeba kidogodogo kama kiglasi hichi nachonyea bia jamani? Yaani baby wewe acha tu. Yaani yule mwanaume nilimpendea pesa zake. Alikuwa na pesa yule. Yaani alikuwa na pesa za kumwaga na ndio nilichompendea hadi nikawa naye. Ila sasa hivi pesa zimemwishia. Sijui hata namwachacha vipi. Pesa za majini nini hizo? Kakosea masharti, pesa zimeisha. Yaani ufanani nacho kile kijamani.